Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club wana lunyasi. Unafahamu ya kwamba leo hii wapo uwanjani mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali mkondo wa pili, mara baada ya kucheza mchezo wa kwanza kule Al Masry, ambapo klabu ya Simba ilazimishwa kufunga mabao mawili kwa sifuri. Leo hii wanatua mbele ya dimba la Benjamin Mkapa, klabu ya Simba Sport Club ikiweza kualika Al Masry. Je, klabu ya Simba itaweza kufuzu kwa kikosi hiki ambacho leo hii wamekwenda kukitangaza, kikosi cha kocha mkuu Fadlu Davis akiweza kutangaza majembe 11 yatakaoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa. Ni kina nani hao? Ni hawa hapa kama ifuatavyo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni Simba Sport Club. Klabu ya soka ya Simba Sport Club leo hii inaingia uwanjani mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, kama nilivyoweza kueleza hapo awali, wakiwa na kazi kubwa ya kuweza kusawazisha mlima wa bao 2 kwa sifuri ambao waliweza kupigwa pale Misri dhidi ya Al Masry. Je, leo hii wataweza kufuzu wakiwa na kikosi hiki ambacho golini anasimama Musa Kamara? Unafahamu bora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri. Unafahamu hata kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara amekuwa na clean sheet za kutosha kweli, akiweza kuongoza katika hilo, lakini na kibarua kikubwa kabisa cha kutoweza kuongezewa goli lingine. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba wakiweza kufungwa goli lingine, basi shughuli inazidi kuwa nzito kweli, kwa sababu kwa upande wa Afrika bado goli la ugenini linafanya kazi. Hivyo basi wanapaswa kuweza kujilinda huku akishambulia kwa umakini mkubwa kabisa. Kwa hiyo Kamara leo hii ana kazi kubwa ya kuweza kulilinda lango lake vyema zaidi alivyofanya pale Misri. Lakini kwa upande wa beki namba 2 anasimama Shomari Kapombe. Unafahamu bora wake, ni moja kati ya watu makini kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kazi kubwa leo hii ni kuhakikisha kwamba anaipandisha timu kwa hudi na uvumba, lakini pia akihakikisha kwamba anarudi kushusha ama kuja kukaba nafasi yake ili pasiweze kuleta tafrani, kwa sababu Al Masry wanatumia sana mawinga wa pembeni na mipira mirefu. Hivyo basi wanapaswa kuwa makini na hili ambalo litakalokwenda kutokea kwa siku ya leo. Kwa hiyo beki namba 2 atakuwa ni Shomari Kapombe, lakini kwa upande wa beki namba 3 atakuwepo Hussein Shabalala Azimbo Junior. Unafahamu bora wake, amekuwa na wakati mzuri kweli kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kazi kubwa leo hii na yeye ni kupandisha mashambulizi, kwenda kumwaga zile crosses njema kabisa ambazo huwa zinaleta hatari katika lango la wapinzani. Kwa hiyo leo hii utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao watakuwa nao, si mwingine bali unazungumzia Zimbwe Junior. Kwa hiyo upande wa kushoto utakuwa uko salama kabisa, lakini katika upande wa beki namba 4 atakuwepo Hamza. Unafahamu bora wake, moja kati ya beki ambayo imetulia, beki aina papara, beki ambayo ni unaweza kusema ina uwezo mkubwa kabisa katika kujilinda na kuhakikisha kwamba Musa Kamara yuko salama kabisa langoni kwake. Utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao atakuwa nao Kamara. Lakini kwa upande wa beki namba 5 atakuwepo hapa nazungumzia Karabu Chamu. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki ambao kwa sasa wanashikilia nafasi hiyo mara baada ya hapa nazungumzia Chemalon kuweza kupata majeraha. Kwa hiyo nafasi yake imeweza kuchukuliwa na Karabu, akiendelea kusimamia mchezo huu kama ilivyokuwa katika mchezo uliopita. Umakini unahitajika sana katika sakata hili la leo, kwani ni sakata ambalo Simba akipoteza tu kwa bao lingine, basi jua shughuli ndio inazidi kuwa nzito kweli. Kwa hiyo anapaswa kujilinda katika safu yake ya ulinzi na kuwa
kuwa makini. Lakini katika upande wa namba 6 sasa tunaingia katika viungo. Kiungo namba 6 atakuwa ni Yusuf Kagoma, unafahamu ubora wake. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya Simba, akiendelea kupata nafasi ya kutosha na kuaminiwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Unazungumzia Kagoma, miongoni mwa wachezaji bora kweli kweli katika eneo la katikati la Simba. Kwa hiyo kazi yake ni kubwa tu, ni kuhakikisha kwamba anakwenda kuwazuia Al Masry wasiweze kuvuka mstari wa katikati na kwenda kufanya chochote ambacho kitakacholeta kukosa furaha kwa mashabiki wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii ni kuweza kuhakikisha wanafuzu katika hilo. Lakini kwa upande wa namba 7 atakuwepo Kibu Denis, unafahamu ubora wake, moja kati ya wachezaji wenye mbio, kasi, maarifa mguuni, mashuti yenye nguvu kabisa. Utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo leo hii Kibu Denis atakwenda kuifanya. Ikumbukwe kwamba amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, licha ya mchezo uliopita kutokufanya maajabu, lakini leo hii kwa Mkapa kama kawaida unafahamu ya kwamba hapa huwa hawatoki kizembe. Ukitoka hapa basi jua ya kwamba wewe unastahili katika hili ambalo unakwenda kulifanya huko mbeleni. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii Kibu Denis ni kuhakikisha kwamba anakwenda kuifungua ngome ya Al Masry kwa hudi na uvumba. Lakini kwa upande hapa unazungumzia wa namba 8. Hapa namba 8 utakutana na Jean Charles Ahoua. Mwalimu ameweza kumwanzisha na kumpa nafasi ya kuonyesha kile ambacho yuko nacho katika mchezo huu mkubwa kabisa ambao umebeba hadhi ya fainali ambao utakwenda kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Jean Charles Ahoua rekodi nzuri katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, mabao 12 ambao iko nayo, lakini bado anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba leo hii klabu yake ya Simba inafuzu kuelekea hatua ya nusu fainali, huku ikiwa na mlima wa mabao mawili. Kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba ni kwenda kufungua kodi zote muhimu za kuweza kuipatia Simba ushindi. Lakini katika upande wa namba 10 hapa nazungumzia namba 10 yupo Jean Charles Ahoua, nimekuambia. Lakini kwa upande wa namba 9 mwalimu amefanya mabadiliko na kuweza kumweka si mwingine bali ni Dese Mukwala akiweza kuanza katika mchezo huu. Mchezo uliopita alianza Lionel Ateba, baadaye akaingia Mukwala, lakini Mukwala leo hii ameweza kuanza katika mchezo huu. Mwalimu ameona kitu cha kitofauti katika mchezo huu na kuweza kumwanzisha. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona majibu yatakuwa ni yapi katika hiki ambacho mwalimu leo hii amekwenda kukibadilisha. Lakini katika upande wa namba 11 utakutana na Elie Mpanzu. Unafahamu ubora wake, kasi, mbio kweli kweli, ufundi mguuni. Hicho ndio kitu ambacho wengi wanakisubiri kukiona. Kwa hiyo ndio kikosi cha wachezaji 11 wanaoanza katika mchezo huu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.